Mtazamaji wa Finu Media, hizi ni updates mbalimbali kutokea hapa Finu Media. Endelea kuwa karibu nasi. Langu jina ni Edita Chiwaligo. Ni takribani siku 6 tangu Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba afanye ziara yake ya siku 4 katika mkoa wa Katavi, na ikumbuke kwamba alipokelewa Machi 12, 2026 na Machi 13 alianza rasmi ziara yake katika mkoa wa Katavi, ambapo alianza katika wilaya ya Tanganyika. Lakini pia waziri mkuu aliweza kufanya ziara yake Machi 14 katika halmashauri ya Nsimbo, kijiji cha Sitalike, takriban kilomita 37 kutoka manispaa ya Mpanda yalipo makao makuu ya mkoa wa Katavi, na kukagua daraja la Sitalike. Aidha, alipata nafasi ya kusikiliza wananchi wenye kero mbalimbali na baadhi yao kuweza kutafutiwa ufumbuzi wa papo kwa papo. Lakini moja kati ya kero iliyozua mjadala katika kijiji cha Sitalike ni ya kijana mmoja ambaye kwa majina anaitwa Fanuel Amos Maganga almaarufu kama Maganga Kapama, ambaye yeye ni dereva wa gari ambalo anatumia kusafirishia watu pamoja na mizigo kutoka Sitalike kwenda manispaa ya Mpanda. Hata miezi miwili haijaisha, inaniuma sana. Wanakuniwa na njaa. Nimeshikwa tena na mawe. Mawe kubeba ni makosa. Mawe kubeba ni makosa. Mpaka leo niko polisi pale. Watu walionishika ni watu wa TANAPA. Mpaka leo haijulikani kesi inaenda mahakamani, kesi inaenda wapi sijui. Leo ni mwezi wa pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi nakula nini? Kazi yangu ndio hiyo. Na pale nilipo ndani sina chochote. Sina kitu. Hapa mfukoni sina hata 100. Kila kitu anabeba. Sasa nini? Gari yangu ndio ujira wangu. Leo mimi niende wapi? Nimepakia mzigo wa mawe nje ya hifadhi. Jiwe la Simba hapo. Ikikupendeza, najua unaelekea hada Mpimbwe. Utakwenda kuona jiwe la Simba. Iko nje mpaka hifadhi. TFS na TANAPA. Nimekuja kushikiwa. Kadaya kako hapo ambako mkuu wa mkoa kalimshindisha siku nzima, alijaba fuliko. Na daraja ikiwa kama kimpendeza Mungu, tunamwomba Mheshimiwa Samia atujengee na hiyo daraja liko hapo. Kwa hiyo msaidie Mheshimiwa. Haya, nimekusikia. Tukitoka hapa anayeshikilia hiyo gari, mpeni gari na mawe yake. Tulimaliza hilo. Nani ameshikilia? Iko wapi? Iko kwa nani? Gari iko polisi pale mpaka saa hizi. Osidi kwa wapi? Osidi kwa wapi? Kituo gani? Kamanda, mkitoka hapa waelekeze wakampatie gari hiyo na mawe yake. Na leo tulipata nafasi ya kumtembelea baada ya agizo kutoka kwa waziri mkuu kuamuru kurudishiwa gari lake ambalo lilikuwa limeshikiliwa katika mikono ya polisi. Swali ni je, agizo hilo ambalo limetoka kwa waziri mkuu limetekelezwa? Huyu hapa. Kwanza kimsingi tangulia kusema na kutoa shukurani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, kwa jambo kubwa na muhimu alilonifanyia. Kwanza nilitoa maombi yangu akanisikiliza, na kimsingi maamuzi aliyofanya kwa upande wangu yalikuwa mazuri na yalinisaidia sana, kwa sababu siku ile ile alitoa maagizo nipewe gari. Na nawashukuru pia viongozi wa taasisi, kwa hususan jeshi la polisi. Hapakuwa na namna yoyote ya makando kuzunguka huku na kule, hapana. Nilipofika kituo cha polisi cha kwanza nilikabidhiwa gari yangu, na alitoa maagizo na mawe yaliyokuwa yamekamatwa ndani ya gari pia nipewe. Kwa jeshi la polisi lilitekeleza amri hiyo, jeshi la polisi lilitekeleza kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo gari yangu nilipewa na nilikuta iko katika hali nzuri na salama kabisa. Hapakuwa na dosari aina yoyote. Kwa kusema hayo, napenda kusema tu nisiwe na maneno mengi sana. Nishukuru vyombo vya ulinzi na usalama, jeshi la polisi kwa kuangalia chombo changu vizuri na kutokuta dosari aina yoyote, lakini pia sana nimshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Ni kwa namna gani na ujasiri nimeutoa wapi wa kuzungumza mbele ya Mheshimiwa Waziri Mkuu? Labda nikwambie, niseme. Unajua wakati mwingine vitu vingine ni unafika mahali ni vya kuzaliwa tu, unakuwa nacho. Sio kufundishwa. Na nashukuru kwa kupata fursa hii pia kuzungumzia jambo hilo, kwamba kuna watu wameshakuwa na maneno mengi kwamba kijana yule wa Sitalike huwa anapangwa na watu kusema maneno yale. Si kweli.
Nikuhakikishie mimi hakuna mtu wa kunipanga kwanza. Hilo lazima ulijue. Na siko hivyo. Asili yangu haiko hivyo. Mimi sipangwi. Kwa ukija kunipanga lazima ujidhatiti kwamba unakuja za msingi kuja kunipanga. Na jambo nililozungumza na hususan changamoto nilizungumza kwa upande wa Starlink ndivyo zilivyo. Zipo, sio kwamba za kupangwa, zipo. Unajua kitu cha kupangwa ni kwamba unazungumza kitu ambacho hakipo, lakini uhalisia mambo yapo yamefanyika. Kwa namna kupangwa ni namna tu Mungu amekupa karama ya kufika mahali kuweza kuzungumza mbele ya kiongozi mkubwa, mbele ya hadhara ya watu. Sio kila mmoja ana uwezo wa kuzungumza. Kwa namshukuru Mungu kwa kunipa ujasiri huu alionipa wa kuzungumza mbele ya hadhara ya watu, lakini nachokiangaliaga sana na umakini ulionao kwenye masuala mazima ya kuzungumza kuhusu changamoto mbele ya wakubwa, mbele ya viongozi ni kuto kuingiza namna yoyote ya kumsingizia mtu. Ni uzungumze tu iliyo kweli basi. Ukizungumza iliyo kweli, na ndio maana huwa tunafika kama unakuwa na kumbukumbu kwa sababu unachozungumza ni kweli. Ukizungumza uongo, kumbukumbu huwezi kuwa nayo, ndipo pale unarudi kama unakuta kwenye hatia. Kwa hiyo ujasiri huu nilio nao sio wa kufundishwa. Mimi nimezaliwa hivi. Na baba yangu amenilea kwenye misingi ya kuzungumza ukweli. Na baba yangu mimi Mzee Amos amenilea kwenye misingi ya kuto kumuogopa mtu. Ni kuheshimu tu na vitu kama hivyo. Na unapofikia mahali unazungumza, lazima uangalie kuto kuvunja taratibu, sheria na kanuni. Ni kweli tunakutana na changamoto hiyo, hasa mimi kwenye jamii ambayo naishi hapa sasa hivi. Hapa mimi ni nyumbani, nimezaliwa hapa. Naam. Changamoto tulio nayo kubwa, ni kweli kabisa. Vijana tulio wengi tunaogopa sana, na tunaogopa kwenye swala zima la usalama wetu. Tunaamini ukisema jambo kama hivi nilivyosema mimi kwa kiongozi, yani kwa kuwataki na kuwasema viongozi wa serikali au kuwataja watendaji wa serikali moja kwa moja, inatia wasiwasi. Kwa watu wengi na vijana tulio wengi tunaogopa kuhusu usalama wa kwetu. Kwa unakuta tulio wengi kuinuka na kusema ni kazi. Ndio kama nilivyokuambia awali, ni ujasiri ambao unatokana tu na namna ulivyozaliwa huko hivyo. Kwamba mimi siogopi kitu itakalokuwa na liwe, lakini ujumbe ufike. Kama wakusaidiwa tusaidiwe, kama hakuna msaada tujue hakuna msaada. Na ndio kitu ambacho mimi huwa nasimamia. Nimekamatwa labda na kosa au nimeingia kwenye hatia fulani, tujue muafaka wake, kwa sababu nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Toka waziri mkuu ametoa maelekezo kuhusu jambo langu binafsi, kimsingi sijapata aina yoyote ya vitisho, sijapata aina yoyote ya rabsha kwamba mtu fulani kapiga simu katishia, mtu fulani kapiga simu kafanya vile. Hapana, walitekeleza maagizo ya waziri mkuu na hakuna jambo lolote lilotokea baya baada ya yeye kutoa agizo lile. Na mpaka sasa hivi ninavyokuambia, dakika tunapozungumza, hakuna namna yoyote na vishiria vyovyote vya kuwa na wasiwasi na usalama wangu na vitu kama hivyo. Jambo la msingi ambalo napenda kulizungumza, na mshukuru Mungu sana mpaka sasa hivi. Labda hapo baadaye, kimsingi ni kweli kama ulivyouliza swali kwamba hali yangu ya usalama ikoje. Kimsingi lazima mtu uwe na wasiwasi. Mimi ni binadamu. Nimezaliwa na mwanamke, kwa wasiwasi upo tu. Siwezi kusema kwamba najiamini kupitiliza kwamba hakuna kitachotokea. Hapana, huwezi kujua leo tupo, kesho huwezi jua kitachotokea. Kwa hiyo pia nitumie nafasi hii kusema kwamba naomba sana ikiwezekana kwa kweli niangaliwe kwa namna nyingine ni masuala mazima ya usalama, japo najua hakuna kitachotokea kibaya, kwa sababu hata maelekezo yaliyotoka yalikuwa si mabaya, na niliomba kwa kiongozi anisaidie. Kwa hiyo nilichokuwa nakifanya ni kuomba tu msaada, na sio kumwataki mtu kusema kwamba amekosea kwa alichokifanya. Hapana, ni mimi kuomba msaada juu ya jambo langu, na kimsingi namshukuru Mungu nilisaidiwa. Ningekaa kimya nisingesaidiwa. Ina maana tungekuwa tunasubiri mchakato ufanyike kwa baadhi ya vitu, kwa katia niliyokutwa nayo na kosa nilokamatiwa. Mpaka sasa hivi ningekuwa bado chombo kiko kwenye mikono ya serikali au sheria na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa kuomba kwangu mbele ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye ni mtendaji mkuu wa serikali, jambo limekuwa jepesi kwangu, na leo chombo changu kiko hapa nacho na nafanya kazi na sijakuta na dosari yoyote. Kwa hiyo masuala ya usalama kiukweli, naomba pia liangaliwe hilo, japo hapajatokea jambo lolote la kutishia usalama wangu wala vitisho vya aina yoyote. Na hata nilipofika polisi nilipokelewa vizuri tu na OCCID, na akanikabidhi chombo changu na mali zangu ambazo zilikuwa kwenye gari. Kila kitu kilikuwa kiko safi na hapakuwa na kauli yoyote ya vitisho. Kwa Mheshimiwa OCCID alinipokea vizuri na akanikabidhi chombo changu, na akasema
kwamba mambo huwa yanatokea yapo, lakini napofikia mahali linakuisha kwa mtindo kama huu. Mambo huwa yanakwisha kwa mtindo tofauti tofauti, la kwako limekwisha kwa mtindo huu. Ndio mambo alionieleza. Kwa hiyo hapakuwa na namna yoyote kwenye upande wa polisi kunitishia na kuweka namna yote ya vitisho. Namshukuru Mungu kwa hilo, na mpaka sasa hivi kama nilivyoeleza mwanzo, hakuna namna yoyote na dalili zote za kutishiwa usalama wangu. Unajua kwenye jamii unayoishi utapata msaada au utasaidiwa kutokana na changamoto unazokutana nazo ni kwa namna gani wewe unaishi na jamii inayo kuzunguka. Kimsingi mimi sijui, lakini ninavyofahamu mimi binafsi, mimi naishi na watu wastalike vizuri tu. Nachokiogopa kwenye maisha yangu siku zote ni kumdhulumu mtu, kumsingizia mtu, kupoka haki ya mtu. Kwa hiyo naishi nao vizuri, ndio maana kwangu ilikuwa rahisi kuishi kawaida kipindi chote ambacho gari yangu imezuiliwa, ambao ndio chanzo changu cha kipato na kuendesha maisha yangu. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa namna ninavyoishi na watu wastalike. Na mimi hapa ni mzaliwa. Nina wazazi wangu hapa, na mama yangu yuko hapa, na bibi yuko hapa. Kimsingi nikitindikiwa kuna watu wa kuwakimbilia, na baba zangu wadogo na kaka yangu yuko Mpanda mjini pale, anaitwa Eric Talimo. Kwa mara kadhaa amekuwa akinisaidia pesa kujikimu na nini, nikimlilia shida, blaza bwana, kama unavyojua mimi gari yangu imezuiliwa na shida hii na hii nyumbani kwangu, ananisaidia. Na baadhi ya vijana wenzangu ambao ni madereva wenzangu kwenye hizi gari, tunafanya kazi pamoja, madereva probox wenzangu, inafika tu mtu anaguswa kwa namna yake, bwana Maganga, tunajua wewe ufanye kazi saa hizi, hebu shika 10,000 hii itakusaidia. Mtu anakusaidia. Ndio maisha nimeendesha kwa mfumo huu. Lakini kusema kwamba eti nilikuwa na hiki nafanya kitu kingine, hapana. Kazi yangu mimi ni moja tu rasmi, ni hii ya kufanya usafirishaji na vitu kama hivyo. Kwa watu niliowataja hapo ndio walikuwa msaada mkubwa kwangu, lakini pamoja na jamii nzima ya Starike wamekuwa msaada mkubwa kwangu kwa mawazo na kunifariji pia, na kuniambia kwamba kuna siku moja jambo lako litakwisha. Kwa nimeishi kwenye mazingira hayo kwa miezi yote miwili wakati gari yangu ilikuwa imezuiliwa kituo cha polisi. Naomba watu wafahamu, najua kila mmoja huwa anachukulia vitu na kauli za mtu kwa namna yake na kutafsiri. Unajua kutafsiri vitu tunatofautiana. Jambo linapokuwa limezungumzwa. Ilikuwa mnamo tarehe 12 ya mwezi wa kwanza kama sijasahau. Nilikuwa natoka mjini, nimetoka mjini vizuri kabisa, nimepakia abiria wangu vizuri. Mikao kuna abiria mwingine alikuwa anashukia senta moja iko mbele kutoka hapa, ni ndani kidogo, barabara ya kwenda Mpimbwe. Huwa kuna watu wanaishi kule. Sasa kulikuwa na abiria miongoni mwa abiria wangu alikuwa anakaa kule. Kwa hiyo ikanilazimu, akaniomba nimpeleke mpaka kule anakoishi. Alikuwa na mzigo wa duka. Kimsingi nilimpeleka mpaka kule. Sasa nilipokuwa narudi sasa kutoka kule kwenye senta hiyo, ndio ni kama kitongoji fulani hivi. Nikawa narudi barabara hapo karibu na hifadhi ya barabarani hapo karibu na hifadhi kimsingi. Hapo karibu na mpaka hifadhi kaka kitongoji. Hapo mbali kidogo. Nilipokuwa narudi sasa ndio nikakutana na mteja mwingine, kwa sababu sisi kazi yetu tunasafirisha abiria na pamoja na mizigo. Yule bwana akanisimamisha, ambaye ndio nikamatwa naye, na ndio mwenye mzigo huo wa mawe. Kwa hiyo aliponisimamisha akanieleza, bwana unarudi kijijini? Ngambia narudi kijijini. Una mzigo wote? Ngambia hapana, nimetoka kushusha abiria hapo, walikuwa na mzigo. Sasa mimi na mzigo wangu na mifuko yangu ya mawe ipo 24. Na pale kimsingi alipoweka mzigo wake ni kwenye shamba la mtu. Kwa hiyo tulipofikia mahali tukazungumza, tukaelewana mpaka bei ya kila mfuko. Basi nikawa nimepakia tulivyo, kwa sababu mimi niliridhisha kwamba hapa ninapopakia mzigo ni nje ya mipaka ya hifadhi, sio upande wa TFS wala TANAPA. Kwa ni eneo tu la kijiji. Basi tukaenda tukapakia ule mzigo, hiyo mifuko ya mawe 24, tukaanza kuja. Tumefika, kuna kajaramu kamoja kako jiwe la Simba pale. Tukapishana na gari ya watu wa TANAPA vizuri kabisa. Basi mimi nikawa tukasalimia tu kawaida, nikawa nimeondoka. Nimekuja kukamatiwa sasa, gari imekuja kuzuiliwa kabisa. Ni hapo kwenye kadaraja Kakabenga, ambapo kimsingi ni kijijini hapa, kako hapo chini tu. Umeona, ambako ndo kadaraja kalisababishaga mkuu wa mkoa akakaa zaidi ya siku nzima. Kalijaga maji kama mafuriko. Nikakamatiwa pale na watu wa hifadhi ya taifa Katavi. Bwana simamisha. Nikasimama. Niliposimama nikashuka. Bwana umebeba nini? Nikamwambia nimebeba mawe. Kwani vipi jamani? Inabidi usimame usubirie. Tumepigiwa simu tukuzuie. Akasema lakini mimi nimebeba mawe, sibeba kitu tofauti na nini?
na mawe. Sawa. Lakini inabidi usubiri. Kasema nani kawapigieni simu mnizuie? Akasema kuna watu umepishana nao huko njiani. Akasema ni kweli kuna gari moja ya kwenu nimepishana nayo lakini hatukuongea nao chochote. Sasa inakuwaje mnanizuia? Wamepiga simu mnizuia na mimi nimebeba ni mawe. Kwani kubeba mawe ni makosa? Akasema bwana subiri mpaka hao waliotupigia simu tukuzuie waje. Akasema sawa mimi nitawasubiri. Lakini gari kwa bahati mbaya ilikuwa imepaki, wamenizuia iko darajani. Sasa kimsingi kiusalama zaidi barabarani na kwa sio vizuri sana. Kwa hiyo nikawa nimewaomba basi tutoe gari hapa darajani tuipaki pembeni. Tulivutana nao kidogo, muda kidogo, kama nusu saa nzima mpaka kutoa gari pale darajani. Wakaja wakakubali, nikamwambia si madereva. Basi toeni nyinyi kama mnaogopa mimi nitakimbia, toeni nyinyi gari. Wakawa wametoa wameweka pembeni. Wakawa wamewapigia wale watu ambao wamewapigia wao wanizuie. Wakawa wamekuja. Walivyokuja hapakuwa na maongezi yoyote. Baadhi ya wazee wangu nafahamiana nao vizuri kwa sababu wamefanya kazi na babangu. Maganga vipi? Ngamba safi mzee, inakuaje? Safi. Basi twende ofisi. Ndio kilichofuata. Hapakuwa na maelezo kwamba inakuaje au mzigo inakuaje, sikuulizwa hivyo. Nikapigwa tu pingu na mwenye mzigo. Basi mzigo wa nani? Kama mwenye mzigo huyu hapa. Kwa hiyo tukapigwa naye pingu tukapelekwa hapo kwenye chemba yao. Nafikiri baada ya hapo mimi waliniweka kwenye chemba yao pale, wakaondoka na mwenye mzigo. Wakaenda naye huko. Sasa sijajua huko alivyoenda yule mwenye mzigo alikwenda kuonyesha wapi mzigo ameutoa, sijui. Sasa mimi nilikuwa mbebaji tu. Sikujua yale mawe yametolewa wapi wala wapi. Yaani nilipoyakuta ni kwenye shamba la mtu. Unajua sisi wengine hatuna taaluma ya madini. Kwa hiyo kujua haya ni mawe ya dhahabu, haya sio mawe ya dhahabu, sina taaluma hiyo. Kwa hiyo siwezi kukwambia kwamba yalikuwa mawe ya dhahabu au ni kokoto. Ni mawe madogo madogo, sio mawe kusema mawe makubwa. Ni makokoto ambayo kimsingi mtu anaweza kukwambia ni ya kujengea. Kwa hiyo sina taaluma ya kusema haya mawe ya kuyaangalia ni mawe ya madini au si ya madini. Naam. Nachojua mimi kijiografia mawe yote ni madini. Kwa upande wangu mimi baada ya kumchukua yule bwana walivyokwenda naye huko walikokwenda naye, walirudi baadaye jioni. Kimsingi hawa watu wa TANAPA hawaruhusiwi nafikiri kulala na mtuhumiwa. Kwa mwisho wa siku usiku tulipelekwa mida saa 3 tulipelekwa polisi. Na gari yangu ikiwa na mawe ndani, kwa tukapelekwa mpaka polisi, tukawekwa selo. Tulilala selo nafikiri siku 2. Hiyo tarehe 12 niliopelekwa, tarehe 13 nafikiri na tarehe 14. 14 ndio nilitoka. Kwa hiyo nilikaa selo siku 2, nilala siku 2. Baada ya hapo nafikiri siku ile ya pili tulitolewa. Tulivolala siku ya kwanza tarehe 12, tarehe 13 walikuja watu wa TANAPA na mtu wa madini wakatuchukua wakatupeleka mpaka polini. Kwa hiyo tulipeleka polini, mimi kimsingi niliwaonyesha nilipopakilia mzigo. Sasa bwana mimi nilipopakilia mzigo huu ndio ukamata. Nimepakilia hapa. Hapa ndio mwisho ambapo mimi napajua. Huko kwingine mimi sijui. Basi wakafanya upelelezi wao wanavyojua wao kwa mambo ya utemaji, mimi sio taaluma yao. Mimi siwezi kuwaingilia, mimi sijui hayo mambo. Tulivyomaliza kuzunguka huko polini, tukarudi mpaka polisi, tukafungiwa sisi ndani. Basi hatua zingine zikafuata za kuchukua dhamana na kila kitu. Kwa ndugu zangu walikuja, madereva wenzangu wakanitolea dhamana, na mmoja dereva mwenzangu ndo alinitolea dhamana, anaitwa Geoffrey Mdabulu. Naye anafanya kazi ya usafirishaji. Walikuja akanitolea dhamana, nikatoka. Na polisi kwa kweli hawakuwa wasumbufu kwenye dhamana. Nilipewa dhamana ambayo kimsingi ni haki yangu ya msingi. Kwa sheria na kanuni za nchi yetu. Kwa nilipata dhamana, haki hiyo nilipata, nikatoka. Ndio tukaanza sasa kuanza kufuatilia gari yangu inatokaje. Sasa kwa kila wakati nikiuliza wahusika, bana subiri kidogo, subiri kidogo. Sasa ile subiri kidogo ndio ikanipa mimi nafasi ya kuona kiongozi huyu anakuja. Basi mimi naweza nikasema jambo langu hapa, nikapata namna ya kusaidiwa, hata kama si msaada wa moja kwa moja gari itoke. Panaweza pakatoka labda maelekezo pakawa na urahisi zaidi. Kwamba hata kama ni kesi basi iende mahakamani ikasikilizwe. Kama napoteza, kama chombo changu napata. Basi ndio huo, kama unavyosema ulipata ujasiri wapi? Ujasiri wengine sio kuzaliwa nao tu. Upo. Kimsingi mtu ambaye ndio mwenye mzigo niliyekamatwa naye, na yeye alipata haki hiyo kama nilivyopata mimi, hakutengwa. Hapo tukaweke sawa. Isije kuonekana labda mimi nilipata favor mwenzangu na yeye pia alipata haki ile ya msingi ambayo mimi nilipata. Naye pia tuliweka naye dhamana pamoja. Kwa tulitoka pamoja. Tuliingia selo pamoja na tukatoka pamoja. Sawa? Kimsingi tuliendelea kukaa nje kwa dhamana na kufuatilia, kwa sababu kila mmoja alikuwa anafuatilia mali yake. Kwa mimi sana nilikuwa nauliza, na tulikuwa tunahudhuria polisi wakati mwingine,
kuona jambo linaendaje. Kwa kimsingi na yeye alipata akili ile na alitoka kwa dhamana. Kwa hiyo hakunyanyasika, hakufanya chochote, tulikuwa safi kabisa. Mtazamaji wa Fido Media, endelea kuwa karibu nasi, kwani tutaendelea kukujuza yale mengi ambayo yalijiri katika ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba katika mkoa wa Katavi, na kufahamu kama maagizo aliyotoa Mheshimiwa Waziri Mkuu yametekelezwa. Langu jina ni Edita Chiwaligo na hii ni Fido Media.